Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala, amma ba'd. Tumeeleza katika kipindi kilichopita ya kuwa nguzo za Uislamu ni tano: shahada, swala, zaka, saum na hajj. Maana ya hizi nguzo tano ni kuwa Uislamu umejengewa juu ya hizi nguzo tano, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi iliyopokewa kutoka kwa Saidna Umar na Saidna Abdullah ibn Umar, ya kuwa bunia al-Islamu ala khamsin, Uislamu umejengwa juu ya nguzo tano. Haya ndo mambo ambayo kwamba ni kama pillars kwa lile jengo la Uislamu lote. Mambo matano. Ya kwanza ni shahada. Maana ya shahada ni kushuhudia. Kushuhudia maana yake ni kwamba umekubali kwa moyo na umesema kwa ulimi wako ya kuwa hapana Mungu anastahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Na kushuhudia yani kukubali kwa moyo wako na kustamka kwa ulimi wako ya kuwa Muhammad ni mtume wa Allah. Kwa hivyo hii nguzo ya kwanza maana yake ni mtu awe amekubali na amesema ya kuwa Mungu anastahili kuabudiwa peke yake ni Allah, na kuwa mtume Muhammad ni mtume wa Allah. Nguzo ya pili maana yake ni kusimamisha swala tano za faradhi. Kuna swala tano zinalazimu mtu kuzisimamisha ambazo ni za faradhi. Nguzo ya tatu maana yake ni mtu anapotoa zaka, yani kutoa mali ili kusaidia wale wahitaji wanaotakana kusaidiwa. Nguzo ya nne ni kufunga saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna mtu anafunga, anakaa bila ya kula, bila ya kunywa kitu chochote kuanzia asubuhi mpaka jioni kwa mwezi mzima wa Ramadhani. Kisha ikifika jioni anakula na usiku anakula, asubuhi anaendelea tena. Kwa hivyo nguzo ya nne ni kufunga. Nguzo ya tano ni mtu kuenda Maka, mji wa Maka, ili kufanya ibada ya Hajj. Kuna ibada inaitwa ibada ya Hajj, na hii ni kwa mwenye uwezo ndio anaifanya. Maelezo ya nguzo ya kwanza ambapo kwamba ni shahada. Maana yake mtu ni kukubali kwa moyo. Kwa hiyo mtu anaweza akasema kwa ulimi lakini moyo wake haujakubali, hapo bado itakuwa hajakubali shahada. Ndipo hata mtu anaposilimu anaambiwa ya kuwa sema ashhadu. Sema ashhadu. Kisha tafsiri atafsiriwa vipi? Nakubali kwa moyo. Ama wengine wanasema nakiri kwa moyo. Yani nakubali kwa moyo. Na natamka kwa ulimi. Nakiri kwa moyo na kubaini kwa ulimi. Yani nasema kwa ulimi wangu na nakubali kwa moyo wangu. Kwa sababu dini ama imani ni mtu moyo wake akubali mwenyewe. Usioneshe kinje, kimaneno ama kimavazi tu. Dini si mavazi wala si maneno. Dini ni moyo. Uwe umekubali kweli ya kuwa wewe ni unamwamini Mungu. Wewe ni Muislamu. Kwa sababu kulipatikana watu ambao kwamba walikubaliki nje kiurongo, kimaneno na kimavazi, lakini moyo ikawa haukukubali. Ndio wale kwenye Qur'ani walikuwa wakiitwa ni nani? Almunafiqun. Ni watu ambao kwamba ni wanafik, kwa sababu walikuwa wakienda msikitini pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakivaa mavazi kama ya Waislamu, wakisema maneno kama ya Waislamu, lakini moyoni kwao hawana imani ya Uislamu, hawajakubali kikweli. Kwa hiyo mtu kuingia katika Uislamu lazima afanye bidii, moyo wake ukubali vizuri kisawa sawa. Ndio maana ya shahada, ya kuwa nakubali kwa moyo na natamka kwa ulimi na nasema yani kwa ulimi ya kuwa hapana Mungu anastahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Kwa sababu kunao miungu wengi wanaoabudiwa, lakini wanaabudiwa si kwa haki, hawastahiki, si miungu kweli, ni watu tu wanadai kwamba ni miungu lakini si miungu. Kuna wenye kuabudu sanamu, kuna wenye kuabudu moto, kuna wenye kuabudu jua, kuna wenye kuabudu mwezi, kuna wenye kuabudu binadamu, kuna wenye kuabudu mashetani. Zote katika Uislamu hakuna hizi. Muislamu anamwabudu Mungu wa haki peke yake, ambayo tutakuja kueleza pia maelezo Mungu katika Uislamu ni vipi, kwa sababu kila mmoja ana Mungu. Dini zote na watu wote wana miungu na kila mmoja na maelezo yake. Mungu ni vipi, Mungu ni nani, jina lake. Lakini Uislamu inataka ya kuwa muabudu Mungu anastahili kwamba ni Mungu wa kuabudiwa kwa haki, naye nani? Ni Allah.
Allah ndio jina la Mungu, usitafute jina lingine. Mungu jina lake ni Allah. Katika lugha zingine unaweza kumuita kwamba tafsiri ya Allah ama tafsiri ya kwamba sisi tunamuita yule Mungu Mungu, Mwenyezi Mungu. Kuna wenye kusema Mulungu, kuna wenye kusema hivi na vile, yote ni wanamuita Allah. Na kukubali kwa moyo na kutamka ya kuwa Muhammad ni mtume wa Allah, hiyo ndo shahada. Yani moyo wako umekubali na umesema ya kuwa mtume Muhammad ni nabii. Maana ya nabii, ameletewa ujumbe ama ameletewa ufunuo na Mwenyezi Mungu ili atufikishie sisi, na akishafanya hivyo ndio amekuwa Muislamu. Kwa hiyo mtu kuwa Muislamu ni kukubali hii shahada tu bas. Ukikubali ya kuwa nakubali kwa moyo na natamka kwa ulimi ya kuwa hapana Mungu anastahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na nakubali kwa moyo na natamka kwa ulimi ya kuwa mtume Muhammad ni mtume wa Allah, wewe ushakuwa Muislamu. Hakuna kitu kingine chochote ambacho kwamba ni sharti ukifanye ndio wewe uwe Muislamu, isipokuwa ni hii kukubali hii shahada. Kwa sababu watu wana fikra nyingi. Kuna mtu anaona ni lazima aoge ndo iwe amekuwa Muislamu. Kuoga ni baadaye, lakini kuwa Muislamu ushakuwa kwa kukubali shahada. Mwingine wana fikra zingine ambazo kwamba hata ni za kuchekesha ama ni ambazo hazieleweki. Mtu anakuambia paka nipigwe na nazi, nivunjiwe nazi. Sijui mwingine paka nipigwe na mayai. Mwingine sijui paka nibatizwe. Katika Uislamu hakuna kubatizwa wala kuwekwa maji wala kupigwa nazi. Ni hii shahada ukiisema tu wewe na ukaikubali kwa moyo wako, tayari wewe ushakuwa Muislamu. Inakuwa umekubali na umeamini ya kuwa hakuna Mola au Mungu anastahili kuabudiwa isipokuwa Mungu mmoja wa pekee, Allah. Mungu mmoja ambaye ni wa pekee, hana mfano wake. Allah hana mshirika. Mungu hana partner, hana mtu ambaye kwamba anasaidiana na yeye ama ana mtu ambaye kwamba anamhitaji ili amsaidie, wala msaidizi, hana msaidizi wala anayefanana naye. Mungu hana mtu wala kitu wala chochote kinachofanana naye. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Ndio ilivyo kwenye Qur'ani ya kuwa Mungu hana kitu kinachofanana naye. Hiyo ndio Mungu. Lakini ikiwa wengine watakuwa wana miungu ambao wanafanana na binadamu, itakuwa si Mungu, ni binadamu. Wana miungu ambao inafanana na wanyama wenye kuabudu ng'ombe, si Mungu, ni ng'ombe. Mungu anafaa kuwa ni Mungu tu, hafanani na kitu chochote. Hiyo ndo maana ya Mungu. Ni nani Mungu? Ndiye aliyetuumba na kuumba kila kitu. Yeye ndo ametengeneza kila kitu, hakuzaa wala hakuzaliwa. Mungu ndiye aliyeleta kila kitu. Yani ukitaka kumjua Mungu, angalia vitu alivyovileta. Ukitaka kumjua Mungu, kwa sababu sisi kiakili zetu za binadamu kila kitu tunajua nini, kuna mtu aliyekileta ama kuna mtu aliyekifanya. Kwa mfano tu, wewe sasa hivi ukiwa unaangalia hii video, utasema nini? Lazima kuna mtu alikaa akarekodiwa, na kuna mwingine alirekodi, na kulikuwa na kamera, kuna mwingine akaedit, kuna mwingine akapeperusha. Zote hizi ikiwa video tu ama kitu kidogo tu, hata hichi kitabu tu ukikiona namna kilivyochapishwa, utasema lazima kuna mtu aliyetengeneza cover, kuna mtu aliyeandika, kuna mtu aliyetunga mpaka kwa hiki kitabu ni hivi, kuna mtu aliyepiga kopi nyingi, kuna mtu aliunganisha kikawa hivi, ni kimetengenezwa. Sasa je, huu ulimwengu wote na mabahari na mbingu na ardhi na miti, nani ambaye kwamba amezifanya? Nani ambaye kwamba amezileta? Uwezi kiakili za kibinadamu ukasema kitu kimejifanya chenyewe. Hakuna mtu anakubali hivyo. Ukasema vitu vimejifanya vyenyewe. Ikiwa kitu kidogo huwezi kukubali kama kimejifanya chenyewe, vipi ulimwengu wote kiwe umejifanya mwenyewe? Kwa hivyo huyu Mungu ndiye ambaye kwamba ametuumba sisi na ameumba kila kitu. Na ni Mungu ambaye kwamba hakuzaa wala hakuzaliwa. Ndio katika Qur'an tunasoma suratul Ikhlas, sura ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama suratul Tauhid. Qul huwallahu ahad, sema Mungu anamwambia Mtume Muhammad, sema ewe Muhammad, ni yeye Mungu wa pekee. Allahu Samad, ni yeye Mungu ambaye kila kitu kinamhitaji yeye na yeye hahitaji yoyote. Lam yalid walam yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, wala hana mfano wake kitu chochote. Kwa hivyo Mungu katika Uislamu hakuzaa wala hakuzaliwa. Na pia amekubali ya kuwa Muhammad ni mja, yani ni mtumwa na ni mjumbe, amepewa ujumbe, amepewa barua ya kufikisha kwa viumbe, na ni nabii na ni mtume wa mwisho wa Allah.
yeye ni nabii wa mwisho. Sio kwamba yeye peke yake ni nabii, yeye ni nabii wa mwisho, na manabii wote waliokuja wa kweli pia ni manabii. Akimwamini yeye ndio ameamini manabii wote wa kweli wa Allah. Ukimwamini nabii wa mwisho ambaye ni Nabii Muhammad, maana yake ndio umekubali manabii wote wa kweli walioletwa na Allah, na pia wao hao manabii walimtabiria yeye, yani walimpredict kwamba atakuja Nabii Muhammad, muaminini akija. Nabii Isa alimtabiria, Nabii Musa alimtabiria, kwa sababu yeye ni wa mwisho, kila mmoja alimtabiria yeye. Yani alisema kwamba atakuja na yeye ndio wa mwisho wao. Hakuna baada yake nabii. Baada ya Nabii Muhammad, yeye ndio khatamun nabiyyin, ndio wa mwisho wa manabii. Hakuna nabii mwingine baada yake. Na yoyote anayedai kwamba kuna nabii baada ya Nabii Muhammad ni mrongo, hata akadai kwamba yeye ni Muislamu. Na mtu akimkubali Nabii Muhammad ndio amekubali kuwa Isa ama Yesu ni mja pia, na yeye ni mtumwa na ni mjumbe, amepewa barua na Mungu, na ni nabii na ni mtumi wa Allah. Ukimkubali Nabii Muhammad ndio umemkubali Nabii Isa, Yesu ama Jesus. Wala umekubali ya kuwa pia Isa si Mungu wala pia si mwana wa Mungu. Na hiki kipande inapendekezwa mtu aongezewe ikiwa anatoka katika Ukristo, kwa sababu kwenye Ukristo ima atakuwa ameamini Yesu ni mwana wa Mungu ama ni Mungu. Kwa hivyo akipiga shahada anaambiwa aongeze na hii pia ya kuwa Isa ni nabii wa Mungu, si Mungu wala si mwana wa Mungu. Ukishafahamu shahada hii na kuitamka, basi wewe ndio umekuwa Muislamu. Na Mtume Muhammad asema Uislamu unafuta yaliyokuwa kabla yake, yani unakuwa ama anakuwa amefutiwa madhambi yake yote na ameanza ukurasa mpya baina yeye na Mola wake. Mfano wake ni kama mtoto mchanga aliyetoka matumboni mwa mamake, hana dhambi lolote. Ukipiga shahada na ukiwa Muislamu unaanza fresh, kitabu chako kinaanza upya, hakina doa wala hakina kosa lolote ulioandikiwa, unaanza upya. Sasa ufanye mazuri yaandikiwe, kisha ukienda mbele ya Mungu kesho siku ya kiyama ulipe yale mazuri yako. Kwa hivyo unasafishika na makosa yote uliyofanya, kwa sababu ulikuwa hujui kwamba ni madhambi. Labda kabla Uislamu kulikuwa ukilewa, ulikuwa ukizini, ulikuwa ukiiba, hukujua kwamba hivi ni vitu ambavyo Mungu havipendi, Mungu amevikataza. Sasa umekuwa Muislamu, utavisoma kwamba vitu fulani havifai. Ulikuwa huswali, ulikuwa hufungi, sasa umefutiwa yote yale makosa. Anakuwa ametamka neno kubwa na tukufu sana. Mtu akisema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, umesema neno ambalo ni tukufu, lina cheo kubwa sana, lenye uzito mkubwa mbele ya Allah. Mungu neno hili kwake lina uzito sana, nalo ni kalimatu tauhid, neno la kumpwekesha. Neno la kumpwekesha maana yake kuamini kwa Mungu ni mmoja, hana mshirika. Sasa hii kalimatu tauhid maana yake ni neno la kumtaja kwamba Mungu ni wa pekee, hana mshirika wala hana msaidizi. Kwa hivyo ukilisema neno hili ni neno kubwa sana, na humaanishi ya kulisema mara moja kwa kusilimu, huwezi kulisema tena. Kila baada ya muda unaweza ukasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ni neno lenye thawabu kubwa, unaandikiwa mema na mazuri mingi sana kila unaposema neno kama hili. Na pia ni vizuri kwa kumpatia mtu msimamo. Wajua hakuna kitu muhimu baada ya mtu kusilimu ama kuingia kwenye Uislamu kama msimamo, kuwa na thabati, kubakia katika dini ya haki. Uweze ukapata misukosuko, uweze ukapata shaka, uweze ukapata wasiwasi, lakini ukakithirisha katika kusema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, inakupatia moyo wako kuwa na msimamo. Usiingiwe tena na wasiwasi mwingine wa ukafiri ama washaka ama walolote lingine. Kwa hivyo ujue ya kuwa umesema neno ambalo ni kubwa sana lenye uzito. Imekuja katika hadithi ya kuwa huenda mtu akawa ana madhambi mengi, ana makosa mengi, lakini ikawekwa kadi yake ya kusema hii la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah upande mmoja, yakawekwa na makosa mengine upande mwingine, la ilaha illa Allah ikawa nzito kushinda makosa yake yote. Kwa hivyo ni neno ambalo kwamba ni kubwa sana na ni tukufu, umelisema, ambalo litakupatia thawabu kubwa, na ndio ni geti yako, imekufanya umeingia katika dini ya haki, umeingia katika Uislamu. Itoshe tu ya kuwa ni neno ambalo mtu akilisema, hata kama ni hivyo umesema mara moja, hauingii motoni kukaa milele.
mtu hakai motoni milele madamu anao neno la tauhid, kalimatu tauhid. Itosha ya kuwa ni neno limemtoa mtu kwenye ukafiri, limemuingiza kwenye Uislamu. Kwa hivyo ni neno kubwa sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie tujue utukufu wake na tushikamane nalo na tuwe msimamo nalo. Mwenyezi Mungu tujalie min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana, wenye kusikia mazuri na kuyafuata. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.